Profesa Anna Tibaijuka ameandika ujumbe mzito kuhusu kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kupitia ukurasa wake wa X ameandika yafuatavyo: tujielimishe ili kujisahihisha. Kesi ya Lissu hakushindwa, bali mahakama iliamua kuwa ana kesi ya kujibu, hivyo utetezi unafuata. Pamoja na kuheshimu uamuzi wa mahakama, mimi ninaendelea kuhimiza busara na hekima zitumike katika ngazi zote za maamuzi ili taifa letu liondokane na jambo hili la kusikitisha. Tuweze kuambizana ukweli, kusameheana na kuliziana. Sizungumzii hatia au kutokuwa na hatia kwa Lissu. Hilo ni jukumu la mahakama. Nazungumzia mazingira ya kesi hii, historia yetu na umuhimu wa sheria kutumika kwa usawa. Tutambue ya kuwa, jambo la kwanza, kesi ya Tundu Lissu ina tofauti kubwa sana na kesi nyingi za uhaini zilizowahi kutanguliwa hapa nchini. Na katika kesi hizo za kihistoria kulidaiwa kuwepo kwa njama, washirika, mipango ya pamoja ya kuipindua serikali, na katika baadhi ya kesi ya washirika wa kutoka jeshini na madai ya kupanga kumuua rais. Ila katika kesi hii ya Lissu ameshtakiwa peke yake na kiini cha shtaka kinahusu kauli zake za hadharani. Hii ni tofauti muhimu inayostahili kutafakaliwa bila kuingilia kazi ya mahakama. Jambo la pili, Lissu anashtakiwa kwa uhaini chini ya kifungu cha 39 sehemu ya pili D cha kanuni ya adhabu kutokana na kauli alizotoa katika mkutano wa Chadema tarehe 3 Aprili mwaka 2025. Kauli mbiu yake ilikuwa ni no reforms, no election. Upande wa mashtaka unadai kwamba kauli zake kuhusu kukinukisha, kuzuia au kuvuruga uchaguzi zilivuka mipaka ya siasa za kawaida. Kauli hizo ni kali, lakini katika historia ya siasa zetu tumewahi pia kusikia kauli kali zaidi. Mfano, wimbo maarufu kabisa, wapinzani tuwashike, tuwachane, tuwatupe. Hata bungeni wimbo huo uliwahi kulalamikiwa, lakini ikachukuliwa ni utani wetu wa jadi. Pia mitandaoni leo tunasikia kauli za kutishia watu, kuwaua au kuwapoteza bila hatua zinazoonekana kuchukuliwa kwa kiwango sawa. Ndio maana wapo wananchi wanaojiuliza, je, sheria inatumika kwa usawa kwa kauli za wanasiasa wa pande zote? Bibi wangu aliwahi kunikanya kuwa ukitania uwe tayari kutaniwa. Jambo la tatu, Lissu alitoa matamko yake hadharani au katika mikutano ya kisiasa. Wananchi wengi waliyasikia na wanajua. Kwa hiyo, pamoja na kuacha mahakama ifanye kazi yake kwa uhuru, ni vigumu kuzuia mjadala wa wananchi kuhusu jambo ambalo liko hadharani na linagusa siasa, sheria na haki za raia. Ili mradi staha izingatiwe na mjadala huo usibadilishwe kuwa hukumu ya hatia au kutokuwa na hatia kabla ya mahakama kumaliza kesi yake. Jambo la nne, kama mahakama ingelikuwa imeamua kuwa hakuna kesi ya kujibu, hatua ya utetezi isingefunguliwa. Sasa Lissu ameomba kuwaita baadhi ya viongozi wakuu akiwemo Rais Samia na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Historia ya nchi nyingine inaonyesha kuwa jambo la rais aliye madarakani kutoa ushahidi katika shauri la jinai lina utata, lakini si geni kabisa. Mwaka 1807 katika kesi ya uhaini ya aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Aaron Burr alitoa ushahidi kutoka kwa Rais Thomas Jefferson, bosi wake. Jaji mkuu John Marshall ndiye aliyekuwa muamuzi na alikataa dhana kwamba rais ana kinga ya moja kwa moja dhidi ya mchakato wa mahakama pale ushahidi wake unapohitajika katika kesi ya jinai. Jefferson hakulazimishwa kusimama mwenyewe kizimbani, lakini alitoa shahidi kwa nyaraka na kanuni muhimu. Ikawa hadhi ya urais haimaanishi kwamba ushahidi muhimu kwa mtuhumiwa hauwezi kupatikana. Baadaye marais wengine wa Marekani wamelazimika kutoa ushahidi au taarifa katika mashauri ya jinai inapohitajika. Ni pamoja na James Monroe mwaka 1818, Ulysses S. Grant mwaka 1876, Gerald Ford mwaka 1975, Jimmy Carter mwaka 1978, Jimmy Carter tena mwaka 1980 na Bill Clinton mwaka 1996. Pia kuna Richard Nixon mwaka 1974 aliamuliwa kutoa kanda za Watergate. Mara nyingi ushahidi huo uliotolewa kwa maandishi, nyaraka, viapo, deposition au video badala ya rais kufika mwenyewe mahakamani. Jambo la tano, hakika hatua inayofuata katika kesi ya Lissu ni nyeti. Itatuonesha mwanga katika masuala haya muhimu kuhusu utawala wa sheria na haki ya mshtakiwa kupata utetezi stahiki. Jambo la sita, kiuhalisia wengine tumejikita kwenye suala la hekima, busara na huruma ya Mungu. Maandishi haya yanasisitiza tofauti muhimu ya kisheria. Uamuzi wa case to answer si hukumu ya hatia, ni hatua inayoruhusu utetezi kuanza.
Kesi hii inategemea kauli za hadharani chini ya kifungu cha 39 sehemu ya pili D cha kanuni ya adhabu. Tofauti na kesi za kihistoria za uhaini kama vile kulivyokuwa na njama, washirika wa kijeshi, mipango ya pamoja, hii inahusu mshtakiwa mmoja na maneno. Ombi la kuitisha viongozi wakuu ikiwemo rais lina msingi wa kihistoria. Mwandishi anauliza swali nyeti: je, sheria itatumika kwa usawa wa kauli kali za pande zote? Anatoa mifano ya nyimbo kali na kauli za vitisho ambazo hazijachukuliwa hatua sawa. Mwandishi au maandiko haya yaliyoandikwa na Profesa Anna Tibaijuka yanatoa sauti ya busara na tahadhari. Yanasisitiza kuheshimu mahakama huku yakihimiza mazingira ya usawa, ukweli na maridhiano. Ni muhimu wananchi waelewe kuwa Lissu hakuhukumiwa. Utetezi sasa unaanza. Haki ya kutoa ushahidi na kuitisha mashahidi ni sehemu ya fair trial. Kesi za awali zilikuwa na njama na washirika wengi. Kesi hii inategemea kauli. Tofauti hii inastahili kutafakaliwa katika muktadha wa uhuru wa kujieleza. Swali la je, sheria itatumika sawa ni la kimsingi kwa uaminifu wa mfumo wa haki. Kauli kali za kisiasa zimetolewa na pande mbalimbali katika historia yetu. Historia ya Marekani imeonyesha kuwa hadhi ya urais haizuii kabisa upatikanaji wa mashahidi muhimu, ingawa mara nyingi hutolewa kwa nyaraka au deposition badala ya kuhudhuria binafsi. Wito wa kusameheana, kuambizana ukweli na kuridhiana ni muhimu katika taifa lenye mvutano. Mahakama ifanye kazi yake, lakini mazingira ya taifa yanahitaji hekima. Kwa ujumla, maandishi haya yanahimiza heshimu mchakato wa kisheria, lakini usisahau mazingira ya taifa, usawa na sheria na haja ya maridhiano. Ulikuwa ni uchambuzi wa kina kuhusu taarifa hii ambayo ameiandika Profesa Anna Tibaijuka kuhusu kesi ya Lissu. Hakushindwa, bali ana kesi ya kujibu. Ni ujumbe muhimu. Je, nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii kuhusiana na maandiko haya ambayo yameandika Profesa Anna Tibaijuka?